Bwana mtazamaji wa FJTV, tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kukujuza yale yote ya kimichezo. Tunafahamu kombe la dunia linaendelea kupamba moto huku timu mbalimbali zikijipapatua kuondoka ndani ya kombe, lakini zingine zikijipapatua kuendelea katika hatua zinazofuata. Kubwa zaidi bwana, surprise walioifanya South Africa bwana, wamefanikiwa kufuzu baada ya kufungwa mchezo wa kwanza, kusale mchezo wa pili, lakini jana dhidi ya South Korea wamefanikiwa kupata ushindi wa bao moja na kufanikiwa kwenda katika hatua ya 32 bora. Huku Morocco nawe akiendelea kufanya makubwa, nafasi ya pili pointi 7 katika michezo mitatu aliyocheza katika kundi ambalo lilikuwa na Brazil. Tunafahamu Brazil ni moja ya timu kubwa kwenye kombe la dunia kwa Afrika na kwa duniani tuseme kwa ujumla, Brazil imekuwa hivyo, lakini Morocco amefanikiwa kumaliza nafasi ya pili. Tutaangazia timu za Afrika ambazo zimefanya vizuri, lakini pia tutaangazia matokeo ya mechi za jana ambazo zilikuwa zinakamilisha hatua ya makundi. Utakuwa nami Neema Kayugwa kama kawaida, lakini pia nitakuwa na Joseph Chacha katika upande wa uchambuzi. Atatujuza matumaini yake kwa timu ya Afrika bado yanaendelea kuwa makubwa ama kuna timu zimemwangusha, lakini vipi kwa upande wa Brazil ambaye ameendelea kuonekana kuwa bora, anaenda kufika katika hatua gani ama kuendelea mbele? Atatujuza hapa kwa sababu tuko naye ndani ya FJTV. Yes, kombe la dunia bwana, Joseph Chacha limeendelea kupamba moto. Jana baadhi ya timu zimekamilisha hatua ya makundi na kujua ni nani na nani ambaye kafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata. Kubwa zaidi bwana, sisi wa Afrika tunatamani kuona timu zetu zikiendelea mbele. Ukiangalia Misri ameshaenda hatua inayofuata, tunakuja kwa Morocco ambaye ilikuwa sio surprise kwa Afrika kwa sababu alishafanya hayo makubwa katika kombe la dunia mwaka 2022. Siku ya jana kakamilisha mchezo wake mbele ya Haiti, kafanikiwa kupata ushindi mzuri kabisa. Ukiangalia moja ya performance nzuri, Hakimi, wakina Saibari wameendelea kuwa ni moja ya wachezaji ambao kama wamekuja kuwa kizazi kipya cha matumaini mbele ya Morocco. Morocco ni aina ya timu ambayo kiafrika tunaona kama ndio inabeba mpira wa Afrika. Unaizungumziaje? Ndio timu pekee au taifa ambalo kisoka tayari lilishajipata. Yaani kuna mataifa mengine bado yanajitafuta, lakini ukiangalia Morocco ni kama kuna asilimia kadhaa yao tayari wameshajipata, kwa sababu ukiangalia quality waliokuwa nayo zaidi ya wachezaji wote ambao wanaanza kwenye first 11 ni Morocco. Hawajazaliwa Morocco, lakini pia wamekuja kuchezea Morocco sababu ya asili yao. Kwa hiyo wana top player ambao wanacheza kwenye ligi kubwa barani Ulaya na ulimwenguni. Kimwangalia mtu kama Hakimi ni bingwa wa Champions League, ni bingwa wa Ufaransa akiwa na PSG. Kwa hiyo ni watu ambao kiafrika wanatupa kiburi sisi kama Afrika kuona kwamba tuna timu ambayo inaweza ikatufanyia jambo kwenye World Cup. Lakini sio hao tu. Nimetoka kuzungumzia kwenye intro yako kwamba South Africa nao jana wameperform, wamevuka hatua. Siku za nyuma tumezungumza hapa kwamba nikamwambia Bafana kuhusu style of playing wako vizuri, sio shida yao. Jambo ambalo nataka kulifanya ni kuboresha shozima kuweka mpira wa voli. Na wakiboresha hivyo watakuwa wanapata matokeo. Jana wame create chance nzuri, Tapelo Maseko anapiga shuti nzuri, anasaidia kupata goli. Kwa hiyo Bafana ni timu ambayo yani shida yake kubwa ilikuwa ni kuweka mpira wa voli. Makosa madogo kwenye mpira hapo, lakini shida yao ilikuwa ni kubwa na hiyo. Kwa hiyo ukiongeza ubunifu mkubwa katika sadi ya mwisho wa kiwanja na kuskoma goli, basi unaweza ukawa ni timu ambayo ikawa surprise kubwa sana past for Morocco ambao tayari kushakuonyesha. Kwa sisi kama Afrika tunajivunia kuona kuna timu ambazo bado zinajipambanua. Morocco tayari imeshaenda, tunasubiri Ivory Coast, tunasubiri Ghana, South Africa wameungana na Morocco. Kwa hiyo tusubiri kuona mchezo ujao itakuwaje, basi tutachambua. Turudi hapo kwa Morocco, kwa South Africa tusalie hapo. Mimi natamani kujua kwamba mchezo wa kwanza ndio ulikuwa ni ufunguzi. Pressure zilikuwa kubwa, maneno yalikuwa ni mengi kutoka nje ya uwanja yakawaathiri wachezaji, lakini mchezo wa pili wakaja wakajipapatua wakatoa sare. Kipi kilibadilika jana? Ukiachana na kutengeneza nafasi na kutumia, kipi kingine ambacho ulikiona kweli kilibadilika ndani ya kikosi cha South Africa na kikafanikia kuwapa ushindi wa bao moja? Kama hicho kitu walishindwa kukifanya katika mechi ambazo tuseme zilizopita, unawaambia nini ama unatazama vipi mtazamo wako katika mechi ambazo zinaendelea katika hatua kwa hapa Afrika? Ni tukiachana na Morocco ilikuwa ni South Africa, lakini
wameonyesha ubora huo. Sasa tukienda kwenye kundi ambalo pia Morocco alikuwepo, tunakutana na Brazil ambaye pia naye nafasi ya kwanza amemaliza na pointi 7. Tofauti tu tuseme kwenye magoli na Morocco amepishana. Brazil ni moja ya timu ambayo tuseme ndo mama wa hii michuano. Akiangalia idadi ya makombe ambao wamebeba, wachezaji wakubwa ambao wametoka tunawajua, wamecheza vizuri miaka hiyo. Lakini kwa sasa hivi kizazi cha Neymar, Vinicius Junior, Matheus Cunha, wakina Rafinha wameendelea kufanya makubwa. Unaiona Brazil ikienda kucompete hasa kwenye hatua ngumu za mtoano, tukiachana na 32 bora, kuna robo finali, kuna nusu finali na finali yenyewe. Lakini ukikompea na timu ambazo kwa wewe unaziona kweli mwaka huu zimejipanga, wanaweza compete wakafika kwenye hatua za juu, lakini kitokeo wametoka ni kutokana na ubora wa timu nyingine ambazo zipo, kwa sababu kuhusu swala zima la compete Brazil wana wachezaji ambao wana madaraja hali ya juu, kwa sababu ukiangalia first 11 ya Brazil na wachezaji ambao hata kama wako kwenye zile level za juu za wale ambao walitangulia kina Ronaldinho, kina Ronaldo, Rosario, lakini wachezaji ambao wana perform, kifano kama Vinicius ni mtu ambaye alifika hatua akawa Ballon d'Or contenders. Kwa hiyo mimi nafikiri wanachokionyesha baada ya kutoa sare na Morocco wamebadilika. Sasa hivi wanacheza mpira wao kama kawaida. Brazil pasi nyingi, wana wachezaji ambao wana speed, wana wachezaji ambao wanaweza convert nafasi. Kwa hiyo kuhusu compete sitakuwa na doubt, haitakuwa kama surprise kama Brazil kufika kwenye hatua za juu na hata kuchukua ubingwa. Lakini ukiangalia timu ambazo zipo kwenye mashindano haya, unaangalia ni anaweza kukutana na ugumu sana, hasa katika hatua zile za juu kwenye robo finali na nusu finali, kwa sababu kuna mataifa kama France, Argentina na Spain ambao wao tayari sasa hivi kwenye maeneo mengi sana wameshajiweka vizuri. Unajua Brazil wako vizuri kwenye attacking, wana Vinicius, kuna Matheus Cunha, lakini wanapata changamoto sana kwenye midfield na kwenye backline yao. Bado hawana ile compactness ambayo inaweza kuwasaidia kudefend kukutana timu ambayo ina push inapeleka mashambulizi. Kwa hiyo kuhusu kucompete sina shaka na sitakuwa surprised kuona Brazil wanafika hatua kubwa za World Cup 2026. Tumalizie kwa nyota mchezaji mkubwa wa Brazil Neymar. Alifanikiwa kuingia katika dakika ambazo zilisalia baada ya kufanywa sub Matheus Cunha, akaingia Neymar. Watu wengi binafsi walifurahia, hata mimi pia ni moja ya shabiki wa Neymar. Watu wengi walifurahia baada ya kumuona Neymar akivalia sasa jezi na kwenda kucheza uwanjani baada ya muda mrefu kupita. Matumaini yako kwa Neymar yapoje katika hatua zinazofuata, na mwalimu unatamani ampe nafasi ya dakika ngapi kwenda kuiwakilisha Brazil na kusema yes ni moja ya wachezaji wakubwa, yani tufanye tumweke Neymar katika zile nafasi za kina Ronaldo, wakina Messi, kwa sababu ndo kizazi chake na yeye alianzia huko, lakini siku ya jana akapata nafasi ya kuanzia benchi, akaenda akasupport vijana licha ya kutokufunga, lakini bado aliendelea kusupport ndani ya uwanja. Kwa hatua aliyofika Neymar sasa hivi ni entertainer. Yaani najua kwenye mpira wa miguu sio kila mchezaji anaweza kuwasili mchezo kwa kufunga magoli, kukaba, sifanya nini. Yaani kuna ile tu kwamba mtu akiwa kwenye timu kuna ile morale, kuna ile inspiration factor, anakuwa na inspire vijana ambao wapo, lakini pia mashabiki tuliona alipokuwa kwenye touchline pale alikuwa anaingia, shangwe crowd ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo Neymar anaweza kawa anaisaidia Brazil kwa namna moja ama nyingine ambayo kama wewe sio mwanasoka huwezi kutambua. Kwamba Neymar sasa hivi hawezi kukupa 100% kwenye field kwamba achukue watu wafunge magoli, atoe assist. Yupo pale kwa ajili ya kuentertain, lakini pia kusupport vijana wale ambao wanashiriki kwa mara ya kwanza, vijana ambao sasa hivi wako on top. Kwa hiyo anaweza akawasaidia Brazil kwa namna hiyo kwamba yuko pale kama kiongozi. Anaweza akawasaidia kwamba tuweze kupita hivi na hivi na hivi. Kwa akipata dakika 20, 15 kama jana alivyoingia, kwa anaweza akasaidia kwa namna hiyo, lakini sioni kama anaweza kuwa na contribution moja kwa moja kwenye field kwamba awe top scorer, afunge magoli, create chance. No. Neymar sasa hivi kwa nafasi aliyopo amebaki kama inspiration factor tu kwamba atawasupport vijana ili kuweza kufanikiwa katika World Cup 2026. Yes, mtazamaji wa FGTV, hayo ni mengi na machache ambayo tumeyaongelea hapa yanayohusiana na kombe la dunia. Tunafahamu hatua ya makundi tayari tumeshaitamatisha, lakini tunachosubiri ni kuona wale best loser nini wataenda kufanya nini, ama ni mataifa gani yatapita katika
hatua ya best loser. Jana Morocco amefanya yake, huku Brazil kafanya yake, lakini mimi ninatamatisha kipindi cha Sport Recap. Ulikuwa nami ni Makayugwa Joseph Chacha, alikuwa hapa kukupa uchambuzi wa yale ambayo yalitokea siku ya jana. Hadi wakati mwingine ndani ya FJ TV.